Naam, ndio maana huwa nakwambia kila siku Mwenyezi Mungu mwenyewe anaonekana yupo upande wa Tundu Lissu na mwishowe Tundu Lissu atapata ushindi katika kesi hii ya uhaini. Taarifa zingine njema zimeibuka asubuhi ya leo kuhusiana na utata wa kesi hii ya Tundu Lissu ya uhaini ambayo imeweza kuahirishwa mara kwa mara mahakamani na kupelekea Tundu Lissu kubaki gerezani kwa zaidi ya siku 400. Taarifa njema zimeweza kuibuka kutoka kwa chama cha wanasheria na majaji Afrika ama barani Afrika ambao sasa wameweza kutuma barua nzito Ikulu Dodoma ambayo imemkosesha usingizi Samia Suluhu pamoja na mahakama za Tanzania. Je, taarifa hizi njema kwa Tundu Lissu katika kesi ya uhaini ni zipi? Jiunge nami hadi tamati, lakini mwanzo like video hii alafu subscribe na ubonyeze alama ya kengele kabla tuendelee. Habari njema zinaendelea kuibuka leo kwa Tundu Lissu huku hali yake ya kisheria ikibaki kuwa kitovu ndani na nje ya Tanzania, katika hali ambayo wafuasi wake wengi wanahitaji kuwa ya kutia moyo na ushindi mkubwa. Jukwaa la majaji na wanasheria wa Afrika linalofahamika kama AJJF sasa limezitaka mahakama za Tanzania na utawala wa Tanzania kuhakikisha kesi za jinai zinazomkabili mwenyekiti huyo wa Chadema Tundu Antipas Lissu zinasikilizwa haraka na kumalizika ndani ya muda mwafaka waliouweka. Hata hivyo, ingawa taarifa hiyo haiungi mkono upande wowote wa kesi hiyo, katika kesi yenyewe waangalizi wengi wanaamini na wakilisha wakati muhimu kwa sababu inaweka uangalizi upya kwenye kasi ya kesi na kanuni pana za haki. Kanuni hiyo ya chama cha wanasheria na majaji barani Afrika inakuja wakati mijadala kuhusu kuwekwa kizuizini kwa Tundu Lissu na mabishano ya kisheria yanayoendelea yakiendelea kutawala mazungumzo ya kisiasa nchini Tanzania. Kwa miezi kadhaa, wafuasi wa kiongozi huyo Tundu Antipas Lissu wa upinzani wamekuwa wakibishana mara kwa mara kwamba mchakato wa kisheria unapaswa kwenda haraka ili nchi ipate ufafanuzi juu ya kesi hii moja inayofuatiliwa kwa karibu zaidi katika historia ya hivi karibuni ya Tanzania. Sasa shirika linalowaleta pamoja majaji na wataalamu wa sheria kutoka kote barani Afrika limeongeza sauti yake kwenye mazungumzo, ikisisitiza umuhimu wa haki kwa wakati, ikitaka kesi hiyo iendelee na iache kuahirishwa mara kwa mara na ikamilike na uamuzi utolewe. Kulingana na AJJF, kesi zinazohusisha viongozi wakuu kama Tundu Lissu wa kisiasa kwa kawaida huvutia maslahi makubwa ya umma kwa sababu matokeo yao yanaweza kuathiri mijadala ya kisiasa, maendeleo ya kidemokrasia na vilevile imani ya umma kwa taasisi. Shirika hilo lilibainisha kuwa kesi za aina hiyo zinapokuwa hazijatatuliwa kwa muda mrefu, maswali yanaweza kuibuka kuhusu ufanisi wa mifumo ya sheria na uwezo wa mahakama kutoa haki kwa wakati. Kwa wafuasi wengi wa Tundu Lissu, kauli hii inatazamwa kuwa habari njema na taarifa njema leo, na inaonekana njia ya kupata ushindi kwa sababu inaangazia wasiwasi ambao wamekuwa wakiibua kwa muda mrefu. Wanasema kuwa bila kujali mfungamano wa kisiasa, kila mtuhumiwa anastahili kusikilizwa kwa haki na kwa wakati. Wanashikilia kuwa haki isitendeke tu bali pia ionekane inatendeka kwa umma. Wakati huo huo, shirika hili la majaji ama chama hichi cha majaji na wanasheria Afrika ilisitiza kwamba lazima mahakama ya Tanzania ziendelee kufanya kazi kwa uhuru na bila kuingiliwa na mhusika yoyote wa kisiasa au shinikizo la nje. Shirika hilo lilisisitiza kuwa uhuru wa mahakama unasalia kuwa moja ya nguzo muhimu zaidi za kidemokrasia na utawala wa kikatiba Tanzania. Hii ina maana kwamba ingawa kesi zinapaswa kuendelea kwa ufanisi na kwa haraka, maamuzi lazima yazingatie sheria na ushahidi unaowasilishwa mahakamani. Ujumbe huo ni muhimu hasa kwa sababu mijadala kuhusu kesi ya Lissu mara nyingi imekuwa ya kisiasa sana. Wafuasi na wakosoaji mara nyingi hutafsiri maendeleo ya kisheria kupitia lenzi za kisiasa. Msimamo huu wa shirika hilo unaonekana kulenga badala yake kanuni, kwamba mchakato wa kisheria wenyewe unapaswa kufanya kazi kwa ufanisi, kwa uwazi na ndani ya muda unaofaa. Chama hicho cha majaji na wanasheria barani Afrika kimesema zaidi kwamba haki inayocheleweshwa ya Tundu Lissu inaweza kuathiri mitazamo ya mfumo mzima wa mahakama, ikionekana kutetea kuharakishwa kwa kesi hiyo. Kulingana na shirika hilo, kadiri kesi ya Tundu Lissu za hali ya juu kama hii zinavyosalia bila kutatuliwa kwa muda mrefu ama zaidi ya siku 400 kama tulivyoona kwa Tundu Lissu, ndivyo hatari ya umma au Watanzania kuanza kuhoji ikiwa haki inasimamiwa ipasavyo au la. Mawazo kama haya yanaweza hatimaye kuathiri imani katika taasisi za kisheria. Kwa wafuasi wa Tundu Lissu, kipengele hichi cha kauli kinatia moyo hasa
Wanaamini kuwa inasisitiza hoja kwamba masuala ya kisheria yanapaswa kusuluhishwa haraka ili kutokuwa na uhakika kusiendelee kwa muda usiojulikana. Wanaiona kauli hii ya shirika hilo kuwa ni kutambua kwamba kasi ya utoaji haki ni muhimu sawa na uadilifu wa haki mahakamani. Kipengele kingine muhimu cha taarifa ya chama hichi cha majaji na wanasheria barani Afrika ilikuwa msisitizo wake juu ya uwazi katika kesi hiyo. Shirika lilisisitiza haja ya kesi kubaki wazi, haki na kueleweka kwa umma. Uwazi, kulingana na wasomi hao wengi wa sheria, una jukumu muhimu katika kuimarisha imani katika maamuzi ya mahakama bila kujali kama watu wanakubaliana na matokeo ya mwisho au la. Taarifa hiyo tayari imezua mjadala mpya miongoni mwa waangalizi wa kisiasa. Baadhi wanaiona kama ukumbusho kwamba taasisi za sheria za Tanzania zinafuatiliwa kwa karibu na wadau wa kikanda na kimataifa. Wengine wanaiona kama maoni ya kisheria ya kitaalamu yanayosisitiza kanuni za ulimwengu zinazotumika kwa mifumo yote ya mahakama. Kinachoonekana wazi ni kwamba kesi ya Tundu Lissu imesalia kuwa moja masuala ya kisiasa na kisheria yanayojadiliwa zaidi Tanzania leo. Kila maendeleo huleta hisia kutoka kwa wanasiasa, wanaharakati, wataalamu wa sheria na raia wa kawaida. Taarifa hii ya chama hicho cha majaji barani Afrika imeongeza safu nyingine kwenye mazungumzo hayo kwa kuzingatia umuhimu wa haki kwa wakati. Wafuasi wa Chadema upande wao wameanza kusherehekea na kufurahia maendeleo hayo, wakisema kuwa yanaimarisha wito wa kuharakishwa kwa kesi za kisheria kama hii ya kiongozi wao Tundu Lissu. Wanashikilia kuwa kutokuwa na uhakika kwa muda mrefu hakuna faida yoyote na kwamba pande zote zinastahili azimio wazi kupitia michakato halali ya mahakama. Wakati huo huo, wafuasi wa serikali wanaendelea kusisitiza kwamba mahakama zinafaa kuruhusiwa kutekeleza majukumu yao kwa uhuru na bila shinikizo kutoka nje. Wanasema kwamba taratibu za mahakama lazima ziheshimiwe na kwamba maamuzi yanapaswa kufikiwa kulingana na viwango vya kisheria vilivyowekwa. Mitazamo hii tofauti inaonyesha kwa nini kesi hiyo inaendelea kuvutia watu wengi. Ingawa maoni yanatofautiana kuhusu maswali ya kisiasa, watu wengi wanakubaliana juu ya jambo moja ambalo ni imani katika mfumo wa haki ni muhimu kwa utulivu wa kitaifa na maendeleo ya kidemokrasia. Wakati majadiliano yakiendelea kuhusiana na kesi hii ya Tundu Lissu na uingiliaji kati wa chama hichi cha wanasheria na majaji barani Afrika, umekuwa moja matukio ya hivi punde yanayotoa kasi mpya kwa mazungumzo yanayohusu hali ya kisheria ya Tundu Lissu na kuzuiliwa gerezani kwa zaidi ya mwaka mmoja au zaidi ya siku 400. Iwe inatazamwa kama uchunguzi wa kisheria, wito wa ufanisi au taarifa pana zaidi kuhusu kanuni za mahakama, bila shaka imeleta uangalizi mpya kwa haja ya kesi za mahakama kwa wakati unaofaa. Ni hayo tu mtazamaji niliyokuandalia katika taarifa au video au habari hizi. Ningependa nisikie mtazamo wako au maoni yako kuhusiana na uingiliaji kati wa chama hichi cha majaji na wanasheria barani Afrika kutetea kuharakishwa kwa kesi ya Tundu Lissu ambayo imecheleweshwa kwa zaidi ya siku 400 au zaidi ya mwaka mmoja akiwa bado kizuizini. Nijuze mtazamo au maoni yako kama unawaunga mkono au la. Vile mtazamaji, like video hii, subscribe na ubonyeze alama ya kengele. Ukifanya hivyo itakuwa kama malipo yako kwangu na itakuwa umenisaidia kwa sana. Vile mtazamaji, bonyeza box hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.